down, tuite ni drop down, tuite drop down. Baada ya hapo turudi kwenye navigation.css, tuje hapa tufanye decoration na kitu kingine. Hapa tuseme tuite list, alafu tuite na drop down. Baada ya hapo tuweke kitu hichi hapa. Kwa kuwa drop down hii ni class, basi kwenye kuita utatumia alama ya dot kwa kuwa ni class. Baada ya hapo njoo tuandike properties zingine, tuseme display tuweke inline block. Hapa maana yake lazima utafunga hapa. Kingine labda unaweza pia tukaweka hover. Ninapozungumzia hover ni zile effect ambazo zinatokea mtu akisogeza pale mouse. Maana yake labda kutokea effect fulani, labda kama ni background color labda iweze kubadilika, zile zinaitwa ni hover. Sasa kuziweka hover, tuseme labda kwenye list nafanya decoration kwenye list, lakini kwenye anchor tag anataka mtu kwenye ile linki akisogeza mouse pale, labda background color labda iweze kubadilika. Hiyo ndo hover. Labda tuseme hover katika linki, alafu tuweke koma, tuseme kitu kingine. Lakini pia nafanya pia decorations ya class, tuseme drop down. Okay, drop down hii na yenyewe pia nakwenda kuipa hover, nakwenda kuipa effect fulani hivi. Alafu nita call ile class ambayo inaitwa ni drop down, ile nyingine drop down button, ile nyingine utafungua mabano na kufunga bano ndani. Sasa nitakwenda kuweka kodi zangu, labda niseme mfano tuseme background color, rangi, background color tuweke red. Yep, unaweza kuweka red, effect ya red itakuwa inatokea. Yep. Lakini pia tuweke kitu kingine. Unaweza kwanza uka save hizi kwanza. Yep, baada ya hapo utasema control S, rudi kwenye browser hapo. Sababu ukiangalia unaweza ukaona nikija kwenye hizi linki sasa hivi nikihover, umeona inabadilika rangi, umeona background sasa hivi inabadilika kutoka rangi nyeusi kwa rangi nyekundu. Hiyo ndo kazi ya hover. Sasa tukaongeze decoration nyingine katika drop down content zile, katika yale maudhui yetu. Tuseme labda tuongeze kitu kingine. Haka nitakwenda kuita ile class, nitasema drop down content. Alafu pia nitakwenda pia kufanya decoration pia katika linki kwa mara nyingine. Nataka niongeze baadhi ya vitu humu. Tufanye hivi. Tuweke color, rangi tuache nyeusi. Padding hii ni ile nafasi ya ndani juu chini tuweke 12 pixel. Kushoto kulia tuweke 16 pixel. Alafu tuweke display zitakapokuwa zinaonekana zikae kwa mfumo wa blocks. Tutasema blocks. Hii block maana yake inafanya kitu, yani hii hapa inafanya kidogo kitu kiweze kukaa pembeni, umeona? Ndio maana hii display block. Tumaliza hapa tena tuweke text align. Tuseme text align, mpangilio kushoto kulia katikati, utaamua labda tuweke kushoto. Tutasema kushoto. Sasa baada ya hapo utasave, control S, rudi kwenye browser yako hapa. Ukirefresh sasa hivi unaweza ukaona output. Of course kuna sehemu unaona kuna shida kwenye kodi zetu. Sasa tunatakiwa kidogo twende tuka debug. Kudebug maana yake ni kwenda kutafuta errors au kutafuta makosa kwenye kodi tuweze kufix hizi kodi zetu ziweze kufanya kazi. Sasa rudi kwenye Visual Studio yako huku. Tutakwenda kutafuta makosa ili tuweze kufix vizuri.
ukipanda huku juu ukiwa unaangalia vizuri, kuna hii line namba 13 hapa. Tumeweka list, sawa? Maana tumeita list, tunatakiwa list tukaifanyia decorations. Alafu kuna nini? Kuna link hapa ambayo Engatag. Sasa hapa nimeweka drop down. Sasa hii drop down hii hapa, hii ambayo unaiona hapa, hii ni class. Sasa kwenye kuita class huwa tunaanza na alama ya dot. Kwa ndo maana hapa kidogo hatukuweka alama ya dot. Ndio maana kule kwenye browser hakuna matokeo yoyote ambayo unayaona kule kwenye upande wa hizi code. Cha kufanya hapa, ukishaandika hii hapa link ya Enga, utaweka koma. Baada ya hapo kuita class wao tunaanza na alama ya dot. Kwa hapa mbele utaweka dot. Nafikiri paka hapa kodi yetu itakuwa iko sawa. Kwa hiyo utasave control S. Kishamaliza hapa, rudi kwenye browser hapa. Unaweza ukaona hii ambavyo nini, haya ndio matokeo yake. Unaweza ukaona unapata kitu kizuri kama hichi hapa. Umeona home, kuhusu, mawasiliano, mafunzo. Kwa hiyo endapo ukiona kumetokea labda changamoto labda au makosa kwenye kodi, rudi upitie kodi zako. Angalia kwa umakini mstari kwa mstari umekosea wapi. Sababu sometimes unaweza ukakosea, manake hautopata matokeo ambayo wewe unayahitaji. Kwa nyumbani, kuhusu, mawasiliano unaweza ukaona sasa hivi kidogo imeweza kuwa na muonekano ambao ni mzuri zaidi. Hiyo ndo kazi ya CSS, inafanya decorations inakuwa nzuri. Sasa turudi huku tukafanya kitu kingine tena. Sasa ukishamaliza hapa, kuna kitu hapa tunataka tuweze kukifanya kama sasa tufanye kitu kimoja. Kuna hii ambayo inaitwa nifunze tech hapa. Hii hapa ukiangalia huku kwenye browser yetu, huku kwenye project yetu imekaa huku upande mwingine ambao ni upande wa light, upande wa light huku. Sasa tufanye kitu kimoja. Njoo hapa kwenye kodi yako, ingia kwenye sehemu ya list. Nitakwenda kutumia inline CSS ya ndani kwa ndani. Nitasema style. Baada ya kuandika style nitaandika float. Float inafanya kazi ya kuisukuma. Maana yake tunaisukuma upande wa kulia. Nitasema float light. Ukishamaliza hapo ukisave sasa hivi, ukija sasa ukiangalia hapa unaweza ukaona imehamia huku upande wa kulia. Kama jinsi inavyoonekana hapa, hii ndio navigation bar yetu. Sasa nilizungumzia pia swala la kuweka link. Of course kwenye kuweka linki nimesema pia tutaweka pia linki kwenye hizi page. Sasa kwa bahati mbaya hapa hatuna page ambazo zinazungumzia kuhusu mawasiliano, mafunzo nyumbani. Sasa tufanye hivi, nitakwenda kuunganisha na page yoyote tu. Maana hapa nataka niweze kukuonesha ni kwa namna gani linki zinafanya kazi. Cha kufanya hapa, tufanye hivi kwenye huu ukurasa wetu wa mawasiliano hapa, mawasiliano. Kwenye huu ukurasa wetu hapa kama unavyoonekana hapa, tufanye hivi tukaweke linki. Manake mtu akibofya haya maandishi ambayo nasema ni mawasiliano, manake yamtoe kwenye huo ukurasa, alafu then baada ya hapo impeleke kwenye ukurasa mwingine ambao labda ni kwa ajili ya nini, ya communication, mawasiliano. Fanya hivi utakuja hapa kwenye linki ambayo ni hyperreference. Sasa hapa nitakwenda kutoa hii alama ya hash, alama ya reli. Hapa nitakwenda kuweka jina la page ambapo mtu akibofya haya maandishi ya mawasiliano moja kwa moja itampeleka kwenye ukurasa husika. Tufanye hivi, wakati tunajifunza tulitengeneza kuna form, tulitengenezaga form ya usajili wa wagonjwa. Basi tuitesti hapa, tuangalie kama linki yetu ni kweli inamtoa mtu kwenye ukurasa mmoja kwenda kwenye ukurasa mwingine. Kufanya hivyo, tufanye hivi. Hapa nitasema ni usajili.html. Of course ukurasa wenyewe ambao unaozungumzia ni huu hapa, ukurasa huu hapa, usajili.html. Baada ya hapo, baada ya kuandika hii location yetu, baada ya hapa utasave, utasema control S, rudi kwenye browser hapa. Sasa hivi nikija kwenye browser hapa, sasa hivi ukirefresh kwa sasa hivi, manake mtu akibofya hapa kwenye mawasiliano moja kwa moja, manake link inamtoa hapa, inampeleka kwenye ukurasa mwingine. Bonyeza hapo, umeona? Unaweza ukaona sasa hivi
imemleta kwenye ukurasa mwingine. Hiyo ndo kazi ya linki, hiyo ndo namna ya kuweka linki. Maana yake mtu anabonyeza hapo, inamtoa kwenye ukurasa mmoja kwenda kwenye ukurasa mwingine. Naweza pia nikarudi back hapa kwenye ile menu yetu kama inavyoonekana hapa. Yep. Hapa tena mawasiliano, unaweza ukaona linki yetu inafanya kazi. Iko vizuri tu. Kwa hiyo kufikia paka hapa, huu ndio mwisho wa tutorial hii. Kama video hii umeipenda, usahau kulike, kushare, pia usahau kusubscribe kwenye channel yetu ya Nifunze Tech ili kuendelea kujifunza vizuri matumizi ya CSS kwa vitendo. Asante.